السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Uzangu, tunaendelea na darasa letu, ikiwa katika darasa lililopita tuliangalia wanaostahiki kurithi katika upande wa wanaume. Tukaona idadi yao ni 15, na katika hao 15 ikitokea wamekusanyika wote, kwamba amekufa mtu akawaacha hao 15 wote, tukaona wenye haki ya kurithi ni watatu tu basi, ambapo ni baba, mtoto wa kiume pamoja na mume. Lakini sehemu ya pili tukaangalia wanaostahiki kurithi upande wa wanawake, tukaona idadi yao ni 10. Katika hawa 10 ikitokea wamekusanyika wote, kwamba amekufa mtu akawaacha wote 10 wapo hawa upande wa wanawake, tukaona ambao watapata haki ya kurithi ni 5 tu. Katika hawa 5 kuna binti, kuna mjukuu wa kike, lakini mjukuu huyu sharti awe ni wa mtoto wa kiume, mama, halafu kuna mke pamoja na dada ambaye mmechangia baba mmoja mama mmoja. Ama leo tunaendelea, tunaangalia kuna wale ambao la yasqutu min alwarathati bihalin. Kuna watu ambao kwa hali yoyote ile huwa hawadondoki katika mirathi, kwa maana huwa hawakosi kwa hali yoyote ile, wakiwepo lazima warithi. Watu ambao hawadondoki kwa hali yoyote ile katika mirathi, idadi yao wapo 6. Kuna watu 6 ambao kwa hali yoyote hawawezi kuondolewa katika mirathi. Wa kwanza kabisa ni azauju, mume. Mume kwa hali yoyote ile lazima arithi. Labda itokee kwamba mume ndo kamuua mke. Ikitokea amemuua mke, basi kashaweka pingamizi ambalo linamzuia yeye kurithi. Lakini kama hajamuua au hajaritadi, kwa sababu katika vipingamizi pia ikitokea mtu ameritadi, kwa sababu hakuna sheria ya kurithi Muislamu kurithi kwa nani? Kwa asiyekuwa Muislamu, kwa kafiri, au kafiri kurithi kwa Muislamu. La yarithu al-kafiru al-muslima wala yarithu al-muslimu al-kafira. Kafiri hamrithi Muislamu wala Muislamu hamrithi kafiri. Kwa hiyo kama hajafanya hivi vyote, ina maana mke kwa hali yoyote lazima arithi. Kwa hiyo wa kwanza ni mume, wa pili ni mke, wa tatu al-abu, baba. Baba naye kwa hali yoyote ile lazima apate mirathi, kama hakufanya vile ambavyo vitamzuia. Wa 4 al-ummu, mama. Mama naye kwa hali yoyote lazima apate mirathi. Wa 5 al-ibnu, mtoto wa kiume, na wa 6 al-bintu, binti. Kwa hiyo hawa watu 6 kwa hali yoyote ile wanapata mirathi yao, hawaondolewi. Wa kwanza ni mume, wa pili mke, wa 3 baba, wa 4 mama, wa 5 mtoto wa kiume, na wa 6 mtoto wa kike. Hawa kwa hali yoyote lazima wapate mirathi. Lakini kundi la pili, man la yarithu bihalin. Kuna wale ambao hawarithi kwa hali yoyote, kama tulivyoona wale ambao hawadondoki katika mirathi kwa hali yoyote. Kuna wale ambao hawarithi kwa hali yoyote. Wa kwanza kabisa alqatilu, muuaji. Kwa maana muuaji ambaye kamuua mrithiwa, mtoto akamuua baba yake, au kinyume chake baba akamuua mtoto. Ikitokea mmoja amemuua yule ambaye anatakiwa kurithiwa kwake, basi sheria inasema kwa hali yoyote ile hawezi kurithi. Wa pili al-murtad, aliyeritadi, kwa maana aliyeacha dini. Alikuwa Muislamu akaingia kwenye dini zisizokuwa za Kiislamu, ameritadi.
kitendo cha kuritadi tu amekwisha poteza haki yake ya mirathi. Ikitokea amekufa, iwe ni baba yake, mama yake, ndugu yake, basi yeye atakuwa hana chochote pale katika mirathi. Watatu ni kafiri. Sasa kafiri ambaye moja kwa moja kazaliwa na ukafiri wake, lakini ana ndugu yake Muislamu, haruhusiwi kurithi kwa hali yoyote ile, kwa sababu kafiri hamrithi Muislamu na kinyume chake Muislamu hamrithi aliyekuwa kafiri. Kwa hiyo hawa ni watu ambao hawarithi kwa hali yoyote. Wa kwanza ni muuaji, wa pili aliyeritadi, na watatu ni kafiri. Baada ya hapo tunaangalia sasa hawa warithi ambao tumewataja. Kule kwa wanaume tumeona wapo 15 kwa ujumla au bitafsiri kwa upambanuzi, na kule kwa wanawake tumeona 10. Kwa hiyo 15 tunachukua na 10, maana yake 20 na ngapi? 25. Hawa 25 wote wana haki ya kurithi. Sasa wanachorithi ni kitu gani? Wanachorithi ni al-furudhul muqaddara. Kuna mafungu sasa ambayo yamepangwa. Mafungu haya ameyapanga yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mafungu ambayo yamepangwa kwa hawa wahusika 25, lakini mafungu yao ni 6 tu. Mafungu mangapi? 6. Al-furudhul muqaddaratu al-madhkuratu fi kitabillahi ta'ala 6. Mafungu yaliyopangwa katika kitabu cha Allah na yametajwa ni mafungu ya aina 6. Mafungu ya aina 6. Fungu la kwanza, kwa uchache basi atatu yajue tu yale mafungu. Fungu la kwanza an-nisfu, nusu. Fungu la kwanza ni ngapi? Nusu. Fungu la pili ar-rubu, robo. Fungu la pili robo. Fungu la tatu athumunu, thumun, yani 1/8. Fungu la tatu ni athumunu, 1/8, na hili fungu ndio limekuwa maarufu sana hili kuliko mafungu yote. Yani utasikia watu wana mizozo huko kwenye mizozo. Hasa ikitokea amekufa baba alafu akaacha mama, lakini mama wenyewe ikaonekana ni mama, tunasema mama wa kamba au mama wa kufikia. Sasa watoto wale waliopo wanaishi na mama yao huyu ambaye sio mama yao mzazi, labda mama yao mzazi alishatangulia mbele ya haki. Sasa ugomvi unapokuja kuanza kwa katika zile mali, yule bwana si tutampa tu thumuni yake. Kwa hiyo thumuni imekuwa maarufu sana kuliko mafungu mengine. Lakini kumbe mafungu sio thumuni peke yake, kuna mafungu mangapi? 6. Kwa hiyo la kwanza tumesema ni nusu, la pili ni robo, la tatu thumuni 1/8, la 4 ni thuluthani. Thuluthani maana yake ni theluthi 2. Fungu la 4 ni theluthi 2. Fungu la 5 ni athuluthu, theluthi 1. Fungu la 5 ni theluthi 1. Na fungu la 6 la mwisho as-sudus, sudusi au 1/6. As-sudusi ni 1/6. Fungu la kwanza tumesema nusu, la pili robo, la tatu thumuni yani 1/8, la 4 thuluthani 2/3, la 5 sudus 1/6, na la 6 thuluthi, theluthi. Umeelewana hivyo? Haya mafungu kidogo yanakuwa ni magumu kuyaelewa, na hasa ikitokea yani watu wanaofuatilia kama hawakupitia mambo ya hesabu. Kimwambia sudusi basi mtu anaweza akababaika. Kwa hiyo sudusi iko vipi? Kwa hiyo nimejaribu kuzitengeneza hizi angalau kidogo tuweze kupata picha yake kwamba kumbe sudusi ndio iko hivi, thuluthi ndio iko hivi. Na karatasi hili si kama litaonekana kwa mbali. Unaona hii ya kwanza kabisa hii hapa juu hapa. Hapa juu tunapaona tulio karibu hapa. Hii ya kwanza kabisa hii ndiyo nusu.
Kwa hiyo kwenye kivuli hapa, kwa maana nusu yani fungu zima au mali yote ambayo ameiacha marehemu, tunaipigia mahesabu. Tukishapiga mahesabu, tunapiga mahesabu ya namba sasa. Tukishapiga mahesabu ya namba, kaacha nyumba inagharimu milioni 20. Kaacha baskeli inagharimu milioni 200,000. Kaacha sijui nini kinagharimu laki ngapi, sinagharimu 100 ngapi. Kwa hiyo hizi 100 ngapi, laki ngapi, milioni ngapi ndizo ambazo huwa zinapigiwa hesabu. Zikishapigiwa hesabu ndio inajulikana katika hii kuna mtu anapata nusu. Umeelewa? Kwa hiyo nusu ina maana ile calculate yote ambayo tumeifanya tunaigawa mara 2, inakuwa nusu yake. Alafu fungu la pili ni robo. Hii hapa, hii sehemu ya kivuli hii hapa, robo. Kwa ina maana fungu zima tunaligawa mara ngapi? Mara ngapi? Mara 4. Tunagawa mara 4 fungu zima. Kama ni mali yote tunaigawa sawa kwa sawa. Ameacha milioni 20. Milioni 20 tunaigawa mara 4, ambapo tunapata milioni ngapi? Milioni 5. Kwa hiyo milioni 5 ndio robo hiyo. Kwa yule ambaye tunasema anapata robo, maana yake atachukua milioni 5 ambayo ndio kivuli kinachoonekana. Fungu la tatu ni thumun, 1/8. Naona kivuli hichi kidogo, 1/8. 1/8 ina maana ile mali yote tunaigawa mara ngapi? Mara 8. Sawa, tunaigawa mara 8. Kama ni ameacha milioni 160, tuseme milioni 160, tunagawa mara 8, tutapata ngapi? Itakuwa milioni ngapi? Itakuwa 20. Kwa hiyo milioni 20 na maana milioni 20 ndio inakuwa 1/8, ndio thumun hiyo inahesabika. Unaelewa? Baada ya hapo kuna mafungu haya ya chini matatu haya. Haya yana mfumo mmoja haya. Kuna fungu la thuluthi 1/3, kuna fungu la theluthi 2/3, na kuna fungu la sudusi ambayo ni 1 ngapi? Ya 6. Haya yana mfumo mmoja. Haya ya juu matatu nayo yana mfumo mmoja. Haya matatu ya chini, tukija na fungu la thuluthi 1/3, ina maana mali nzima yote baada ya kupiga hesabu tunaigawa mara ngapi? Mara 3. Tukishagawa mara 3, ina maana ile sehemu moja ndo anachukua yule ambaye tunasema anapata thuluthi au 1 ngapi? 1/3. Baada ya hapo fungu linalofuatia ni theluthi 2. Theluthi 2 ina maana ile mali yote tunaigawa mara 3 vile vile. Tukishaigawa mara 3 tunachukua vipande viwili. Vipande viwili ndio vitahesabika ni theluthi ngapi? Theluthi 2. Tuko pamoja hivyo? Na mwisho kabisa ni sudusi 1/6. Mali yote tunaigawa mara 6, mafungu 6. Katika mafungu 6 tunachukua fungu moja. Hili fungu moja ndio linahesabika kama ni ngapi? Ni 1 ngapi hiyo? 1/6 au sudus. Kwa hiyo haya ndio mafungu yaliyopangwa katika kitabu cha Allah. Ukija katika Qur'ani, haya ndio mafungu yaliyopangwa na ndio yaliyotajwa kiuwazi kwamba kuna watu wanapata nusu, kuna watu watapata robo, kuna watu watapata thumuni, kuna watu watapata thuluthi, yani 1/3, kuna watu watapata theluthi 2, na kuna watu watapata 1 ngapi? 1/6. Sio, tumeelewana hivyo? Umeelewa? Nataka nikuulizeni swali. Tumeelewa? Tumeelewa ya mafungu, tumeona vizuri? Swali linakuja, katika haya mafungu yote haya ni lipi fungu kubwa zaidi kuliko mafungu yote? Nusu. Tuangalie kwa njia ya mchoro kwanza hapa. Mchoro unavyoonyesha nusu iko hapa juu. Unaona nusu na sehemu ya nusu manake ni ya kivuli, maana ndio tunampa mtu. Sasa tujaribu kuangalia vivuli vyote vilivyopo hivi mpaka chini. Tuone ni fungu gani lilokuwa kubwa zaidi kuliko mafungu yote. 2/3. 2/3 ndio kubwa kuliko zote. Japokuwa kwa haraka nusu inaonekana kama ndio kubwa, maana si nusu, maana pasu kwa pasu, 50 kwa 50. Kwa haraka inaonekana nusu ni kubwa, lakini kubwa hapa ni 2 ya ngapi? 2/3. Hata ukiangalia mchoro namna ulivyo, utakuta hii nusu ilivyoishia hapa, lakini ukija hii unakuta hii zidi kidogo. Na katika haya fungu lililokuwa dogo zaidi kuliko lote ni fungu gani? 1/8. Sawa?
1/8 ndio fungu dogo zaidi kuliko yote. 1/8 ndio fungu dogo zaidi kuliko yote. Kwa hiyo haya ndio mafungu ambayo yamepangwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah wakati utakaokuja tutakuja kuangalia fungu moja moja. Sasa nusu ni haki ya kina nani? Kwa sababu haya mafungu yalivyotajwa, kila fungu lina watu wake. Kila fungu lina watu wake. Na hawa watu wanarithi kwa masharti. Kuna masharti maalumu kabisa kwamba yakikamilika haya masharti ndipo watakapopata nusu. Yakipungua masharti tunamtoa kwenye nusu tunampeleka sehemu nyingine. Umeelewana? Naomba tu nimalizie nitaje fungu ambalo ni jepesi zaidi, alafu mengine tutakuja kuyataja. Fungu ambalo ni jepesi zaidi ni fungu la mke na fungu la mume. Fungu la mke na fungu la mume ndio mafungu mepesi zaidi kuliko mafungu mengine yote yaliyobakia. Haya mengine yaliyobakia yana milolongo kidogo, yana masharti mengi. Lakini fungu la mume na mke ni jepesi. Nikilitaja hapa kila mmoja ataondoka nalo amekwisha lielewa. Tunaanza fungu la mume. Fungu la mume. Mume huwa anahusika katika fungu la nusu au fungu la robo. Yaani ima apate nusu au apate ngapi? Robo. Ni haya mawili tu. Tumeelewana hapo? Tumeelewa hapo? Anapata nusu kwa nini? Anapata nusu mume ikiwa mke amekufa hakuna watoto. Amekufa mke hakuna watoto. Mume anapata nusu. Sawa? Imeisha hiyo. Anapata nusu kwa maana nusu katika mali ya nani? Ya mke. Anapata nusu katika mali ya mke. Ana mke wake lakini mke hana mtoto. Yaani bila kujali mtoto huyu ametokana na mume huyu au mtoto huyu alizaa alikotoka. Bila kujali. Hakuna mtoto wa aina yoyote hapa. Mume anapata ngapi? Nusu. Akiwepo tu mtoto huyu kazaa na huyu au alizaa alikotoka, fungu lake ni robo. Sawa? Anapata nusu ikiwa hakuna mtoto, anapata robo kama kuna mtoto. Tuondoke twende fungu lingine. Fungu la pili ni fungu la mke. Mume ndio imeisha hivyo hivyo. Mke naye ana fungu, ima huwa anapata robo au anapata thumuni ambayo ndio maarufu hiyo. Anapata robo au anapata ngapi? Thumuni, 1/8. Wakati gani anapata robo mke? Mke anapata robo ikiwa hakuna watoto. Bila kujali watoto hawa wanatokana na mume huyu au watoto hawa mume alizaa huko kwingine. Bila kujali. Cha msingi kwamba watoto hakuna basi. Mke atapata ngapi hapa? Robo. Na mke anapata thumuni kama hakuna watoto kabisa. Hakuna watoto kwa huyu alizaa huku wala alizaa kule, hakuna watoto kabisa, mke atapata thumuni. Kwa hiyo anapata robo kama hakuna watoto, anapata thumuni kama kuna watoto. Na mume hivyo hivyo anapata nusu kama hakuna watoto, anapata robo kama kuna watoto. Umeelewa? Mume tumesema fungu lake ni nusu au robo. Wakati gani hivi mume anapata fungu kubwa? Mume fungu lake ni robo au nusu. Wakati gani anapata fungu kubwa mume? Ikiwa hakuna watoto. Tumesema kama hakuna watoto anapata nusu. Kwa hiyo mume anapata fungu kubwa. Na hapa inawezekana mtu amekufa akaacha mume, akaacha mama, ana mamake mzazi, akaacha baba. Mume fungu lake lile. Kinaangaliwa tu kwamba hapa je, huyu mume na huyu mke wake kulikuwa kuna watoto? Hakuna watoto. Mume anachukua nusu yake. Iliyobakia hii sasa ndio kama kuna baba ana sehemu yake, kama kuna mama ana sehemu yake, kama sijui kuna nani ana sehemu yake. Umeelewa?
Ikiwa kama kuna watoto, mume anapunguziwa lile fungu kwa sababu kuna watoto. Hapo anapata ngapi? Robo. Na mke hivyo hivyo anapata fungu kubwa wakati gani mke? Ikiwa hakuna watoto. Wakiwepo watoto anapunguziwa lile fungu, anapata nafasi ndogo ambayo ni ngapi? Ni thumuni. Kwa hiyo haya ndio ambayo yanahusiana na somo letu la leo. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.